Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa upendo na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kutembea nasi kwa muda wa juma zima, hatimaye Sabato. Tumejinyenyekeza ndani ya hekalu lako takatifu kukusikia ukinena nasi kwa njia ya nyimbo, ukinena nasi kwa njia ya matoleo ya zaka na sadaka, ukinena nasi kwa maombi, lakini pia ukinena nasi kwa njia ya neno lako. Sema nasi, tuko tayari kusikia, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu kuu katika ibada yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Yona 4 na mstari ule wa 9. Tutasoma kwa uongozi wa Bwana. Anasema, Mungu akamwambia Yona, je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema, ndiyo, natenda vema kukasirika hata kufa. Nitarudia. Mungu akamwambia Yona, je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema, ndiyo, natenda vema kukasirika hata kufa. Bwana alibariki fungu hili. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo? Basi napenda kualika katika ibada ya leo. Ibada ya leo ya tarehe 24. Nipende tu kuwatambulisha tu ya kwamba leo mimi ni mwenyekiti wa ibada hii, lakini tumeongozana na wenzangu ambao watahudumu katika nafasi mbalimbali ya fungu na ombi. Tumepata fungu ambalo limeletwa na kiongozi wetu Franki Mliondoko, baadaye atatupatia ombi. Lakini zaka na sadaka tutapata huduma hii kupitia kwa ndugu yetu Elisha Majige, na nisije nikasahau yule ambaye ametupatia lile na ametuongoza kurejea madhabahuni ni ndugu yetu anaitwa Meshaki Mhombo. Tafadhali mnaweza mkasimama ambao nimewatambulisha ili kanisa liwatambue. Ya asante. Lakini miongoni mwetu tuna mafundi mitambo. Fundi mitambo tulio nao ambaye kiongozi wao leo atakuwa ni Elvis Shadrack, ndo anasimamia mitambo yetu ya leo, lakini mpiga kinanda wetu wa ibada ya leo anaitwa Godfrey na Shumba, na wahudumu wetu ambao wataendelea kutuhudumu katika nafasi ya ushemasi. Ya kule nyuma kule tunao mashemasi anaitwa Andrew Philipo na Hudson Sanga, mnaweza mkasimama huko, wako huko nyuma. Hapa mbele na hawa kina mama kuna Rehema Mbwambo pamoja na Sara Adeni, mnaweza mkasimama kwa ajili nyie ni wakina mama. Sasa mtaki asanteni sana. Ya wale wataalamu wetu kwa watu wenye mahitaji maalum kwa ajili ya lugha ya alama, tunaye Ezekiel Wilson, mahali ulipo unaweza kusimama, pamoja akiwa mambatana na Rita Isaya. Hawa wanatuhudumia kwa ajili ya kutafsiri kwa lugha ya alama wenye changamoto ya kusikia. Basi nyimbo ambazo tutakazokuwa nazo katika ibada ya leo, wimbo wa kwanza utakuwa wimbo 105 na wimbo wa pili ni namba 69. Mhubiri wetu ni mzee kiongozi anaitwa Mzee Rukwalo Tunzo, ndo atakaye hudumu kama mhubiri wetu. Basi tusimame, wimbo namba 105. Bwana sikia maombi yetu, utege sikio kwa sala zetu.
kichwa. Kwa wale watakaoweza watupige magoti, na pia kwa wale watakaoweza kufumba macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, tazama tena sisi watu wako ambao tumeitwa kwa jina lako, tumekuja kwako katika mchana huu wa leo. Bwana, tunakuja tukiwa na kila sababu ya kushukuru kwa namna ambavyo Bwana umeendelea kuwa pamoja nasi, kwa namna ambavyo Bwana umeendelea kutushikilia na kutukumbatia katika viganja vya mikono yako tangu Sabato ilipokuisha. Mkono wako uliendelea kuwa pamoja nasi, hukutuacha Bwana. Tazama katika wiki yote, tangu Sabato mpaka hata Sabato hii ya leo tena Bwana, malaika wa mbinguni walitembea nasi. Kila tulipoingia, mkono wako ulikuwa pamoja nasi. Kila tulipopita, kila mahali tulipoingia Bwana, hukutuacha. Uliendelea kutushikilia na kutukumbatia na kutuweka chini ya viganja vya mikono yako. Nasi katika mchana huu leo Bwana, tumekuja katika hekalu lako takatifu. Tumekuja kutoa shukrani, lakini tumekuja Bwana kula mezani kwako. Lakini Bwana, tazama, katika wiki yote hii tumeenda mbali nawe. Sisi tulio wanadamu ambao tunaanguka katika dhambi, lakini katika saa hii Yesu, kwa sababu umetupatia nafasi, nasi tunakuja kwako. Tazama Kalvari, tunakutenda dhambi Mungu wetu. Haijalishi ya kwamba tumekutenda dhambi ambazo zinaonekana ni kubwa kwa kiwango gani. Katika saa hii Yesu Bwana, tunakuja kama tulivyo. Tumekuja kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, na tumekuja kwako kwa sababu tunakuhitaji wewe Bwana. Lakini Bwana, yawezekana sisi tuliokuja kwako tunakusihi kwa namna pekee Bwana, ukae pamoja nasi Bwana. Lakini Bwana, tazama, yawezekana tumekuja lakini tukiwa na mioyo yenye kusononeka. Lakini Bwana, tunakusihi, tumekuja kwa sababu tunahitaji ukatugange. Wako waliokuja ni wagonjwa Bwana Mungu, tunakusihi kwa namna pekee, tunakusihi kwamba wote waliokuja kwa sababu wamekuja kwako Bwana, wakapone katika jina lako. Lakini Bwana, wamekuja wengine wakikata tamaa Bwana, kwa sababu wewe ndiyo tumaini letu. Tunakusihi katika ibada hii ya leo Bwana, ukatuinue nasi wale wote waliokata tamaa Bwana, ukatuinue, ukatuweke katika viganja vyako. Na mwisho wa ibada ya leo tutakapotoka hapa Bwana, tukashangilie kwa kuwa majina yetu yamedumu katika kitabu chako cha uzima, na kila mmoja akashangilie kwa kuwa wewe ndiye Mungu wetu. Ibada ya leo tunaendelea kuweka chini ya mikono yako, kwa kuwa ndiye Mungu wetu Bwana, na ratiba ya leo yote tunaendelea kuweka chini ya mikono yako, kwa kuwa tumeomba ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Ni Sabato ya tarehe 24 2026. Somo linasema kanuni ya fungu la 10. Je, umewahi kusikia kuhusu kanuni ya fungu la 10? Hilo ni swali linaulizwa. Inajikita katika shauri la kale la kifedha, hata sasa bado linatumiwa na watu wengi kote ulimwenguni. Kutumia kanuni hii ya fungu la 10 leo limeruhusu baadhi ya familia kusimamia fedha zao kwa hekima na kupata uhuru wa kiuchumi. Inatumika kama ifuatavyo: pale Mungu anapokupatia kipato, malipo ya kwanza kabisa yanapaswa kwenda kwenye mafungu ya 10 matatu. Malipo ya kwanza kabisa yanatakiwa kwenda kwenye mafungu ya 10 matatu. Fungu la kwanza, 10% kwa ajili ya zaka ya Mungu. Hiki ni kitendo cha uaminifu na utiifu na shukrani. Ni kutambua kwamba kila ulicho nacho kinatoka kwa Mungu, na kwamba 10% ya kwanza katika uhalisi tayari ni ya kwake. Hivyo kwa uaminifu
unairudisha kwake. Fungu la pili, 10% kama sadaka. Hii ni 10% inatolewa kama sadaka yako ya ahadi, michango na zawadi. Inaonyesha kwamba unazitambua zawadi za Mungu na kwamba unabarikiwa zaidi pale unapotoa kuliko kupokea. Fungu la tatu na la mwisho, 10% kwa ajili ya akiba. Hii ni zawadi yako mwenyewe na familia yako ili kwamba uweze kuwa na hali nzuri kwa mahitaji ya baadaye ambayo yanaweza kujitokeza. Biblia inatufundisha umuhimu wa akiba kwa ajili ya huduma bora kwa familia zetu katika nyakati ngumu. Katika kitabu cha Malaki 3, Mungu anatupa changamoto ya kumjaribu kwa kurudisha kwa uaminifu 10% ya zaka na kutoa kiasi chochote cha 10% unachoweza kwa ajili ya sadaka yako ya ahadi. Uhuru wa kweli wa kifedha huja kwa kurudisha zaka kwa Mungu, kutoa kwa wengine, kuweka akiba kwa hekima na kutumia kwa umakini. Wito. Je, unampa Bwana kilicho cha kwanza na kilicho bora zaidi? Mungu anatualika watoto wake wote kuwa na utaratibu na mpangilio katika matoleo yetu. Biblia inatufundisha kwamba wale wanaomweka Mungu kuwa wa kwanza watapewa thawabu kwa uaminifu wao. Asante kwa kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa somo ambalo umeruhusu tuweze kulisikia katika sabato ya leo. Tujalie tuweze kuliishi sasa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako tukiamini utakuwa pamoja nasi, hautatuacha. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma kabisa, kama unaisikia hii sauti, usiunipungie tu mkono. Asante sana. Nipende kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa neema yake na fadhili zake kwetu, kutupatia hii fursa ya kukutana katika hekalu hili. Kuna watu huwa tunaonana hapa tu siku ya leo tu. Tukimaliza sabato hakuna mahali pengine tutaonana kabisa isipokuwa hapa tena sabato ijayo. Kwa hiyo tunapoonana inakuwa ni fursa ya kumshukuru Mungu sana. Lakini nilete salamu kutoka kwa mchungaji wetu wa mtaa, Pastor Michael Ngaleson. Leo amesali kule kanisa la Excellent. Kama mtakumbuka, Excellent lilikuwa kundi letu, baadaye likawa kanisa. Kwa hiyo sisi kama kanisa tulishawaachilia Excellent. Lakini upande wa huduma za kichungaji bado wako chini ya mchungaji wa Mbezi. Kwa hiyo leo ametuaga akatuambia atakuwa pale Excellent, wamfahamu mchungaji wao naye aweze kuzungumza na uongozi na kujua yanayowahusu na huduma yake katika kanisa lile. Jambo lingine ni kuhusu semina ya uwakili ambayo tuliitangaza na ilianza siku ya jana kutoka kwa mkurugenzi wa uwakili na amana Pastor Peter John kutoka SEC. Jana alifika, lakini wito wa kuwepo kule Ilala ukamfikia siku ya jana. Mwanzoni walikuwa wanahitajika wainjilisti wa vitabu, viongozi wa uchapishaji, wazee wanaosimamia hizo idara, lakini president wa union akatoa wito na wakurugenzi wa SEC wote wanahitajika pale. Kwa hiyo pastor akatuaga akatuambia leo atakuwa Ilala katika uzinduzi wa kitabu cha mwaka kinachoitwa Nuru ya Matumaini. Lakini sambamba na hilo ilikuwa tuwe naye kesho. Bahati mbaya sana nikiwa nimekaa hapa sasa, simu zetu sisi hatuzimi, maana taarifa zinakuja muda wowote. Kwa hiyo mchungaji Michael Ngalesoni akanitumia ujumbe kwamba
Pastor Michael, Pastor Peter John amepewa assignment ya kuwepo Iringa kesho asubuhi. Kwa hiyo yeye atakapomaliza Ilala usiku wa leo ataondoka, kesho asubuhi anatakiwa kuwa Iringa. Amepewa kazi maalum kutoka Union. Hivyo kwa maelezo hayo, semina hizi zimeahirishwa na zitapangwa tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi tusihuzunike, kila jambo kwa wakati wake. Itakapokuwa vizuri tena wakati mwingine tutakuwa naye hapa. Maana siku ya kesho ilikuwa awe hapa yeye, Pastor Peter John, Pastor William Izungo ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na elimu, lakini Pastor Keshi Malehiwa ambaye ni mkurugenzi wa uchapishaji. Ilikuwa wote watatu tuwe nao kesho hapa kuanzia asubuhi mpaka mida ya saa 10. Kwa hiyo wale ni wakurugenzi, kwa hiyo wigo wao wa kazi ni mpana kidogo. Kwa hiyo itakapokaa sawa tutajulishwa tena. Jambo la mwisho kwa sasa ni shukuru timu yetu ya mawasiliano ya Mbezi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Vijana wenzangu hawa wanafanya kazi kubwa sana. Hatujafika pale ambapo tunatamani kufika, lakini hata hapa tulipo sasa hivi tunamshukuru Mungu. Tunajongea lakini tunakwenda. Kwa hiyo tunawaomba mnapokutana nao wakiwa katika majukumu yao, muungane na sisi kuwatia moyo. Wakati mwingine wanakuwa disappointed, washiriki wenzetu wanawaattack na wanawaambia maneno ambayo mengine yanakuwa si mazuri kidogo. Lakini tunatamani kuifikia dunia sisi tukiwa tumekaa hapa. Sasa tunafanyaje? Ni mawasiliano. Kwa hiyo tuwatie moyo. Maneno haya na injili hii sio kwa ajili ya sisi tulioko hapa kanisani. Siku ya jana tulifanikiwa kuwa live. Kati ya watu waliokuwa wanafuatilia ni ndugu mmoja ambaye yuko Kongo. Na alicomment kwenye channel yetu pale kwamba ninawapata nikiwa Kongo. Lakini baadaye alinitafuta. Akaniambia, mzee, mbona tunamuona mhubiri tu? Tutaaminije kwamba kuna washiriki? Kwa hiyo hata sasa hivi kama tuko live, kamera hii inamuonyesha mhubiri aliyesimama hapa mbele tu. Kwa nini huko hawaonekani? Kwa hiyo nikatumia fursa ile kumuelewesha. Nikamwambia kamera hii imekuwa fixed kwa ajili ya mhubiri wa hapa Mimbarani. Kwa maana hiyo tuna uhitaji wa kamera nyingine ambayo itakuwa inazunguka nyuzi 360 kuonyesha waliopo ndani ya kanisa. Hii haiwezi kufanya kazi hiyo. Inatakiwa nyingine. Hiyo hatuna. Kwa hiyo kama Bwana anakubariki sana, tafadhali si uende tu ukanunue kamera huko utuletee. Yaani sisi wala hatutaki uje utoe sadaka. Unaweza ukaenda ukanunua. Ukatuambia tu mnataka kamera ya namna gani, tukakuambia wewe kainunue uilete. Ikiwepo hiyo itakaa mahali ambapo sasa picha zitakuwa na mchanganyiko wa kumuona aliyeko pale mbele na wahudhuriaji wa kusanyiko hilo. Kwa hiyo kwa kusema hilo niwape ushuhuda mmoja. Tulikuwa unaona ile misumari pale, tulikuwa tuna projector limoja hivi, screen projector lilikuwa linaning'inia pale. Wale wanaolifahamu tunalining'iniza siku ya Jumamosi, alafu tunaweka meza fulani hapa, tunaweka mavitabu juu yake ili ile projector iweze kufika pale. Sabato moja akaja mtu mmoja wa Mungu kuhudumu na sisi. Akaona ile changamoto ya mitambo hapa. Ile projector screen ilivyo na projector yetu hapa tunavyohangaika kuiset ikae. Tulivyotoka akatufuata kule ofisini. Akasema, "Kwani siruhusiwi kuwaletea electric projector screen?" Bwana Yesu asifiwe. Tukamwambia unaruhusiwa. Akasema sawa, mimi nitakwenda nitanunua, ninakopajua, nitalipia, alafu nitaarrange delivery, nyinyi mtapokea. Tukamshika mkono tukamwingiza kwa mchungaji, mchungaji akamwombea. Akaondoka akaenda. Baada ya wiki moja alitupigia simu akasema delivery wa duka la Masumini yuko tayari kuleta mzigo wenu, tafadhali upokeeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukapokea hii projector screen ambayo ni ya umeme. Na mtu yule sio Mwadventista msabato. Ndipo nikaikumbuka ile Yohana 10:16. Yesu anaposema ninao kondoo wengine ambao sio wazizi hili. Sio Mwadventista msabato. Anakuja hapa kwa sababu ya familia yake na mume wake. Ila yeye bado hajakuwa Mwadventista.
Kwa hiyo tukaletewa hii, ikawekwa hapa. Ilivyowekwa hapa, ile projekta yetu ilishindwa kuihudumia hii skrini, maana ile ni old model. Inatakiwa new model projector ambayo ina lenzi ya kumulika pale na kitu kionekane vizuri. Kwa hiyo tukakaa nayo hapo ofisini, tukakaa nayo. Akaibuka tena mtu mwingine, akasema kwani mnataka projekta gani? Tukamwambia specification, akaenda, akaleta, akafanya installation, sasa hivi iko hapo. Kwa hiyo tunawatia tena shime kwa mahitaji ya mawasiliano ya kanisa ili tuweze kusonga mbele. Wawezeshaji ni sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla hatujaingia katika somo la mchana huu wa leo, niwaalike mchana tutakuwa na somo maalum. Niwaombe watu wa mawasiliano kama mnaweza kudisplay ile slide moja. Tutakuwa na somo maalum mchana kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11:30 au saa 12 hapo. Nimekuwa nikitafiti sana. Ulimwengu unavyozidi kusonga mbele, tumekuwa tuna janga linaitwa afya ya nini? Afya ya akili. Na kasema kanisani kwetu hili tunalifanyiaje kazi? Tunatakiwa tuwe werevu wa hisia zetu. Tunasema tutakwenda. Sasa sisi tunaokwenda tumejitambua? Hivi umejifahamu wewe vizuri kabla ya kumwendea mtu mwingine? Kwa hiyo ilibidi nifanye utafiti kidogo kwa muda mrefu kuhusiana na emotional intelligence. Kanisa letu linasema nini kuhusiana na emotional intelligence? Nilipopata material mengi nikamhusisha na mchungaji wetu aliyetuaga Pastor Mango, na yeye akanipatia na vitabu nikasoma, basi nikapata presentation hii. Kumbe sisi tunaotoka kuwaendea wengine imetupasa kujifahamu kwanza. Unaweza ukaenda ukagombana na watu, kumbe tatizo ni wewe, hujajifahamu. Wewe ni wa namna gani? Uweze kuapproach watu wengine vipi? Kwa hiyo kwenye presentation hii tutajifunza vitu vingi sana. Kimojawapo, hivi unajua tofauti kati ya werevu wa kihisia inaitwa EQ, emotional intelligence, na werevu wa kiakili IQ, intelligence quotient. Unajua tofauti hivyo vitu viwili? Lakini kama haitoshi, ni kipi kinatumika sana kwenye maisha yetu? Mwenye akili nyingi ama ambaye ana uwezo mkubwa wa kihisia? Haya tutayajadili mchana. Lakini kujifahamu, kuna mambo matano hapa. Jambo la kwanza, utambuzi binafsi, self awareness. Lazima ujifahamu wewe ni mtu wa namna gani. Hapo ndo tutakutana na yale makundi ya kina choleric, phlegmatic, sanguine, melancholic. Lazima ujijue, ninapomwendea Dr. Zobendo mimi ni choleric, yeye ni sanguine, ni muapproach vipi ili katikati yetu usije ukaibuka ugomvi. Self awareness. Lakini namba 2, self regulation. Uweze kujikontrol wewe mwenyewe. Yako mengine motivation, yako mengine empathy, yako mengine social skills. Lazima tujue namna ya kuhusiana na jamii tunayoishi nayo. Tutajadili mchana. Kama huna dharura yoyote ya kukufanya usiwepo hapa mchana, si uje tujifunze pamoja. Lakini kama una dharura fulani ambayo inaendana na masaa matakatifu ya Sabato, mimi ninakuombea na kukutakia baraka za Bwana. Baada ya kusema maneno hayo, sasa tujifunze maandiko matakatifu. Na leo tunamsoma hii ishushe. Leo tunamsoma mtu anaitwa Yona. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunamjadili mojawapo ya watu katika Biblia anaitwa Yona. Na kuna kitabu katika Agano la Kale kinaitwa Yona. Aliyetusomea fungu la maandiko matakatifu, fungu kuu, ametusomea sura ya 4 ya kitabu cha Yona mstari wa 9, ambayo inasema Mungu akamwambia Yona, "Je, unatenda vyema kukasirika kwa ajili ya mtango?" Naye akasema, "Ndiyo, natenda vyema kukasirika hata kufa." Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, kwa zamu hii tena tuko tayari kukusikia ukinena nasi kupitia maandiko yako matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Tunamjadili Yona, yule ambaye tunamfahamu alikimbia kazi ya Bwana, akamezwa na samaki, akakaa kwenye tumbo la samaki baada ya siku ngapi? 3. Alafu baadaye akarudi, akaenda kule alikotumwa. Lakini hiyo kwa watoto wanaishia hapo.
Sisi tuna chakula kigumu zaidi. Sisi tuna engo nyingi zaidi ya kumwangalia Yona. Siku moja ya Jumatano ya maombi, niliingiza ibada ya maombi ya Jumatano, tulimzungumzia Yona. Wale ambao wanakumbuka, baadhi ya wanakwaya walikuwa hapa, tuliangalia engo nyingine ya mtu anayeitwa Yona na tukajifunza. Leo tena kuna neno lingine linamhusu Yona ambalo Roho wa Bwana anataka kusema na sisi. Yona, neno Yona maana yake ni njiwa. Dove ndio maana ya neno Yona. Kwa hiyo kwenye makundi ya njiwa, kati ya njiwa werevu na wapole ni njiwa. Kati ya ndege ambao wakati tunakuwa tu watoto wadogo tunajifunza kuwinda porini, kati ya ndege ambaye ukimkamata ni wa thamani sana, alikuwa ni njiwa, kwa sababu hakamatiki kirahisi. Kwa hiyo mkienda kuwinda, atakayempata njiwa yule anaonekana ni shujaa, maana amempata. Lakini ni ndege ambao ni wabeba amani, ni wapenda amani. Mahali ambapo pana magomvi hawakai. Hii ndio maana ya neno Yona. Yona huyu ni Mwebrania kwa asili. Na tukisema Mwebrania ni kabila kabla ya kupatikana Yakobo na watoto wake 12. Mwebrania ni kabila la Ibrahim kabla uzao wa Israeli haujapatikana. Kwa hiyo ukisoma fungu la kwanza la kitabu cha Yona, anasema basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema. Ninaipenda Biblia, haitumii muda mwingi kumtambulisha mtu. Neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, akaingia katika lengo la somo. Yona anaambiwa ondoka uende. Biblia ya Kiingereza inatumia neno rise, inuka. Biblia ya Kiswahili imetumia neno ondoka, lakini katika tafsiri nyingine imeandika ile fungu la pili. Tafsiri nyingine zimeandika neno inuka. Kuinuka maana yake ni nini? Ulikuwa chini na sasa unatakiwa ufanyeje? Uinuke. Inuka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yona, inuka, rise and go. Lakini habari ya kusikitisha ni kwamba Yona badala ya kuinuka, Yona akafanyaje? Akateremka. Kwa hiyo anaambiwa inuka uende Ninawi. Kitu cha kwanza, Yona akateremka akaenda Tarashishi. Kitu cha pili, pale Tarashishi mjini haikutosha, Yona akateremka akaenda mji wa bandari ulioko katika ile Tarashishi, unaitwa Jopa. Lakini hata alipofika Jopa haikutosha, akateremka akaenda katika merikebu. Kwa hiyo tunapoongelea uso wa ardhi, usawa wa bahari, huyu mtu anazidi kufanyaje? Kushuka, maana anaenda chini ya usawa wa bahari. Kwa hiyo ametoka Tarashish, ameshuka ameenda mji wa Jopa, ameshuka akaenda katika merikebu ama boti. Lakini haikutosha, kwenye boti ile alipoingia pia akashuka akaenda chumba cha chini cha boti. Lakini haikutosha pia, alipofika kule katika chumba cha chini cha boti akalala. Mama Onyango, huyu mtu ameshuka ngazi karibu ngapi? 4. Kukimbia wito wa nani? Wa Bwana. Kisa kinasimuliwa na mchungaji mmoja ambaye alitoka katika nchi ya Zimbabwe, akaalikwa kwenda kuendesha juma la maombi katika nchi ya Afrika ya Kusini. Akafika siku ya Jumamosi akiwa na mizunguko mingine, mchana ndio akaenda katika lile kanisa ambalo amealikwa kuendesha juma la maombi. Kwa hiyo akiwa pale kanisani mida ya jioni ndio akatambulishwa kwamba huyu ndiye mchungaji atakayeendesha juma la maombi. Okay, wakampokea, wakamuona, wakatambua uwepo wake, lakini baadaye wakafunga Sabato. Mchungaji akaandaliwa kuanza somo kesho yake asubuhi. Wakati mchungaji akiwa kule ofisini kwa mchungaji mwenzake, mchungaji mwenyeji, akaona pale nje ya ofisi ya mchungaji kuna binti, yeye haondoke, anamsubiri pale kama vile ana neno na yeye. Kwa hiyo mchungaji wakamaliza wakaagana. Wakati anatoka ili aende akachukuliwa apelekwe katika hoteli aliyofikia, binti huyo akamfuata.
Binti akamwambia mchungaji, karibu katika kanisa letu, nimefurahi kwa uwepo wako, lakini nina neno nawe. Pastor akamwambia karibu. Akamwambia namba 1, gari ile pale ni moja ya magari yangu, ichukue, utaitumia katika hili juma la maombi. Mchungaji akasema wow. Akamwambia lakini ndani ya ile gari, katikati ya siti ya dereva na abiria wa mbele, kuna petrol card. Usiulize habari za mafuta, wewe utaenda katika kituo chochote cha mafuta, utaweka mafuta kwa ajili ya trip zako za hili juma zima la maombi. Mchungaji akasema okay. Akamwambia lakini pia pembeni ya hiyo kadi kuna credit card. Inawezekana ukataka kwenda mahali kukutana na marafiki zako, ukaona kitu kizuri ukatamani kukinunua, ile credit card iko full, ina pesa tu ya kutosha, be free kuitumia. Mchungaji akasema okay, well and good. Akamuuliza mchungaji mwenyeji akamwambia iko sahihi, unaweza ukakubali hiyo ofa. Kwa hiyo mchungaji jioni ile akaendesha ile gari akaenda hotelini, kesho yake akaja kanisani. Lakini akiwa kanisani, baada ya somo la siku ya kwanza, binti yule akamwambia, je, ninaweza kukutoa out kwa ajili ya lunch? Mchungaji akamwambia haina shida. Wakaenda wakapata lunch, wakarudi. Jioni baada ya juma la maombi, wakati mchungaji akijiandaa kurudi hotelini, binti yule akamwambia, ninaweza kukutoa kwa dina? Pastor akamwambia hakuna shida. Wakaenda wakapata dina, akadrive akarudi hotelini. Kesho yake asubuhi, binti akampigia mchungaji akamwambia, je, ninaweza kuja kukuchukua kwa ajili ya breakfast? Mchungaji akamwambia sawa. Akaenda akamchukua, wakaenda wakapata breakfast. Ule mchana binti naona alikuwa busy, ila jioni baada ya somo la juma la maombi, binti akamwambia tena, ninaweza kukutoa kwa ajili ya dina? Mchungaji akamwambia, nina neno nawe, tuzungumze kwanza kabla hatujaenda kwenye hiyo dina. Mchungaji akamwambia, kama sijakosea, ni wewe ulinipatia gari, lakini ukanipatia na petrol card, lakini ukanipatia na credit card, ama nimekufananisha? Akasema ndio mimi. Akamwambia, je, na huu ukarimu mwingine? Mbona sielewi? What is happening and what is not happening? Na pastor anasema, na kama mnavyotujua sisi wa Sabato, ukienda kanisa la ugenini, utambulisho unakuaga mrefu. Huyu ni mtu wa Mungu, ameoa, ni mume wa mke mungapi? Mmoja. Hayo yote yalisemwa. Ni nini kinatokea hapa katikati? Binti akamwambia, nipatie nafasi hii tu na nitakuambia, I will tell you a story. Pastor akamwambia sawa. Basi wakaenda mahali kupata dina. Walipofika pale, binti akamwambia, mimi ni mtoto wa Kisabato, nimezaliwa katika usabato kama vijana wengi. Baba yangu Msabato, mama yangu Msabato. Mimi nikiwa na miaka 20 nilikuwa nimeshamaliza chuo cha elimu ya kati na nikaajiriwa na nikalipwa mshahara mzuri sana. Ndani ya miaka 5 ya ajira yangu ya kwanza nikafanya masters degree 2. Mshahara wangu ukaongezeka mara 3 ya mshahara niliokuwa ninalipwa. Sina mtoto, sina mume. Wazazi wangu wanajiweza. Ndugu zangu wanajiweza. Pastor, mimi nilikuwa nina hela nyingi sana. Lakini kama haikutosha, kampuni iliyoniajiri ikanipromote kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Kwa hiyo wakaniambia, tunakuongezea tena mshahara, unakwenda kufanya kazi Australia. Akasema nikaenda Australia. Nilipofika Australia, nikasema huyu Yesu tuliokuwa tunamwabudu kule Afrika Kusini, huyu Yesu huko hayupo. Kwa hiyo nikaachana na Yesu wa Sabato. Nikaachana na habari za shule ya Sabato. Nikaachana na kila kitu kinacholihusu hili kanisa. Mimi na dunia. Kamwambia, pastor, mimi nilikuwa nina hela. Mimi nilikuwa ninatumia hela. Mimi nilikuwa nikimtaka kijana kwa mahusiano, mimi ndiyo ninayemtaka. Hakuna kijana anaweza kuniapproach mimi. Anaanzia wapi? Kwa hiyo kijana yoyote nitakayemtaka nitampata, akitaka gari nitamnunulia, na akitaka chochote. Kwa
kwa muda nitakao kuwa naye, nikimchoka nitamdampu, nitakuwa na kijana mwingine. Pastor akamwambia okay. Akamwambia pastor, kama haitoshi, tulikuwa tunatumia hela kiasi kwamba mpaka tulikutana na watu wanaotufundisha matumizi mazuri ya hela katika starehe za duniani. Akamwambia pastor, tulishawahi kwenda nchi ya Japan kwenda kutembea, na marafiki zangu wakaniambia kuna hoteli moja tutaitembelea. Hiyo hoteli kuna samaki anauzwa katika ile hoteli, ni adimu sana. Na yule samaki hapatikani ukifika hotelini, unafanya reservation mwezi mmoja kabla. Maana yule samaki anaenda kuwindwa baharini. Akipatikana analetwa, ni adimu mno na bei yake ni gharama sana. Na akipatikana akiletwa ndipo anaandaliwa, unaambiwa sasa njoo, yule samaki amepatikana. Kama tulifanya reservation, tukaenda Japani, tukafika katika hiyo hoteli na samaki yule akapatikana. Akamwambia pastor, katika umri wako huu kuna ladha ya chakula bado hujaipata. Mimi niliipata nilipofika wapi? Japani. Kuna testi bado hujakutana nayo kwa sababu ya hela. Akasema huyu samaki nilipouliza nikaambiwa mpishi anayemwandaa huyu samaki anasoma chuo miaka 6 kwa ajili ya maandalizi ya huyu samaki, kwa sababu ana sumu ambayo akimkosea mtakufa wote. Chombo kilichoandaa, aliyekula, kila aliyegusa huyu samaki utakufa. Kwa hiyo huyo mpishi anasoma miaka 6 chuo. Akamwambia lakini kama haitoshi, yule samaki nikaambiwa mama mjamzito akimla yule samaki ndani ya miezi 3 ya kwanza ya ujauzito wake atazaa kiumbe cha ajabu sana. Akaambia kiumbe gani? Akaambia atazaa mtoto ameota kucha, ameota nywele, shingo yake imekaza. Kumbe shingo kulegea ni upungufu wa vitamini. Kumbe kutokuwa na nywele kuna madini yamekosekana, mama Jessica. Akamwambia huyu ukimla miezi 3, huyo mtoto utakayemzaa, yaani mtoto atazaliwa ni wa ajabu sana, na anatumia muda mfupi kukaa. Akamwambia pastor, nilispendi hela nyingi sana kwa miaka 20 na sikupata kitu. Siku moja ndugu yake kutoka Afrika Kusini akaenda Australia kikazi. Akamwambia ninaweza kufikia kwako? Mwanzo alitaka kukataa, maana alijua huyu atakuja kunichora maisha ninayoishi, akawaambia nyumbani. Lakini mwisho akasema nikikataa atarudi atasema alikataa nisifikie kwake. Akaona okay, njoo. Akafikia kwake, akakaa. Siku ya Sabato dada huyu akasema nikapanga kwamba nitaamka asubuhi sana, yaani akiamka atakutana na kimemo kwamba kuna taksi itakufuata kwenda kanisani, mimi nimetoka maana sitaki habari za twende kanisani. Anasema pastor, nimeamka saa 10:30, nimemkuta huyu Mwebrania anaimba nyimbo za kesha la asubuhi barazani kwangu. Nikasema tayari leo nimekamatika. Alipojaribu kumtoka akamwambia tunaweza kwenda kanisani kwako leo? Akasema nikikataa ataenda atawaambia huyo mtu haendi kanisani. Akasema okay sawa, hakuna shida, tutakwenda. Akamwambia pastor, mhubiri aliyehubiri ile siku pale kanisani ndiye aliyenirudisha kanisani mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kwa hiyo pastor, hakuna ninachotaka kutoka kwako. I am just here to spoil you. I have been doing this for more than 20 years. Sina nilichokipata, sina mume, sina mke, sina mtoto, sina maendeleo yoyote. Ni mimi unavyoniona mwenyewe hapa. Kwa hiyo nikija kanisani kwangu nikiona chochote, ninasema hela hizo fanyeni, kwa sababu huyu Mungu nimemuibia sana wakati aliponipa fursa ya kufanya kazi yake. Yona akakimbia, akashuka. Asubuhi ya leo nataka niwaambie kwamba jicho la Mungu lipo kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kokote utakakoshuka, Mungu anashuka na wewe huko. Niwaambie, wakati fulani tumekuwa na dini ya uoga, tumerithishwa Mama Onyango, kwamba kijana anaambiwa ukienda kasino, ukienda klabu, malaika wa Mungu wanabaki pale mlangoni.
Yaani unakwenda nao, ukifika mlangoni wanakuacha, wanabaki, wewe unaingia huko ndani. Hapana, Mungu yupo kwenye makasino, Mungu yupo baa, Mungu yuko kwenye nyumba za makahaba, anatafuta watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kilichompata Yona ni nini? Mungu akaandaa namna ya kumwokoa Yona. Yona akiwa amelala, bahari inachafuka, bahari inachafuka, bahari inachafuka. Wale watu wanatumia mbinu za kiufundi kupunguza mizigo, kupangilia mizigo sawa sawa, kupunguza mwendo wa chombo. Hayo yote hayasaidii. Baadaye wanashuka chumba cha chini, wanamkuta mtu amelala. Pamoja na tufani yote, huyu mtu amefanya nini? Amelala. Troublemakers wakati wote huwa wako kimya. Wasababishaji majanga wakati wote huwa wako cool, kisaka. Msababishaji janga sio mtu wa kupaniki. Always amenyamaza, kwa sababu wanajua kinachofanyaje, kinachoendelea. Wanamuona Yona, wanamuuliza, Bwana tueleze, wewe ni nani? Ninaupenda utambulisho wa Yona. Yona sura ya 1. Yona akawaambia, waliogopa sana alipojitambulisha, walipotaka wamjue yeye ni nani. Akasema hivi, sura ya 9, fungu la 9 sura ya 1, akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Utambulisho huu ukawaogopesha wale mabwana, kwa sababu wanamfahamu Mungu wa Waebrania. Hivyo ilibidi kura ipigwe ili Yona atoke katika zahama ile, maana walijua huyu lazima amemkimbia Mungu wake. Akasema hivi, watu wale wakaogopa, ni jambo gani ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa lazima amekimbia tu, huyu sio salama. Wa mataifa kule nje wanamjua msabato aliyekimbia kanisani. Wanajua, ukikaa katikati yao wanajua huyu amekimbia, huyu amekimbia uso wa Bwana, wanajua. Kura ikapigwa, Yona akatupwa baharini, maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Ninalipenda fungu la 9, fungu la 17 la sura ya 1, linasema Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona. Hapo napo kuna neno la kusema, Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3, mchana na usiku. Wakati nikisoma habari za samaki huyu katika Biblia zingine, wamemtaja samaki huyu kama nyangumi. Ilibidi niende nikamsome samaki anayeitwa nyangumi pamoja na aina zake. Nikamgundua nyangumi mkubwa, jamii ya nyangumi mkubwa anaitwa blue whale, ambaye anakuwa na urefu wa futi 90, ambao ni sawasawa na mita 30. Mzee Gombeye, nyangumi huyu anakuwa na uzito wa tani 80. Lakini kama haitoshi, ulimi wake tu, ulimi wa nyangumi huyu ni tani 5. Unajua tani 5 ni nini? Tani 5 ni tembo mkubwa anayetembea juu ya uso wa ardhi. Uzito wake ule ni sawasawa na uzito wa huyu nyangumi mwenye tani 80 aliyeko chini ya uso wa maji. Mungu anakutana na huyu nyangumi, anamwambia, nikuumbe upya, kuna mtumishi wangu amenikimbia, ninataka umchukue umpeleke mahali panapomhusu. Asubuhi hii ya leo Mungu ana manyangumi huko nje yanatafuta watu wake. Kwenye makasino Mungu ana manyangumi yako pale yanasubiri watu wake. Kwenye betting Mungu ana manyangumi yako tayari ameyaandaa, yanasubiri watu wake, yawachukue yawarejeshe katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo Mungu ana manyangumi yako nje ya baa, yanasubiri watu wake. Biblia inasema Mungu akaandaa samaki. Sasa utauliza, manyangumi ya leo ni nini? Manyangumi ya leo ni mengi sana. Mzee Gombeye, manyangumi ya leo ni mengi sana. Magonjwa. Mungu anamchukua mtu na magonjwa anamleta kanisani. Uchumi, anaupiga uchumi wako, unaingia katika tumbo la nyangumi wake, anakuleta kanisani. Biashara, tufani inatokea,
baadaye ukigeuka unasema nimekimbia uso wa Bwana, anakurudisha. Magereza, unaenda gerezani, unakaa gerezani, ukiwa mule unauitikia wito wa Bwana, wakati unafika Mungu anakutoa, anakurejesha katika kazi yake. Wewe umekutana na nyangumi gani? Hilo ni swali lako. Tuendelee na kisa chetu. Sura ya pili ni Yona anamuomba Bwana msamaha. Anajieleza hapo, anajieleza Mungu yeye bado ana neno na Yona, hawajafika mwisho. Sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10, Yona anatubu. Mungu anasema sasa unarudi katika plani yangu. Kazi yangu lazima ufanyeje? Uifanye. Yona anatubu. Kisha anakwenda Ninawi. Swali la kujiuliza asubuhi ya leo, kwa nini Yona anakimbia Ninawi? Kwa nini Yona akimbie? Sasa nisikilize hapo. Leo katika uso wa dunia kuna nchi inaitwa Iraq. Nimesema kuna nchi inaitwaje? Iraki. Hii Iraki kabla haijaitwa Iraki ilikuwa inaitwa Babylon. Ile Babylon ya kina Danieli na wenzake. Hii Babeli kabla haijaitwa Babeli ilikuwa inaitwa Ashuru. Kwa Kiingereza Assyria. Mji mkuu wa Ashuru ulikuwa unaitwa Ninawi. Hii Ashuru kabla haijaitwa Ashuru ilikuwa inaitwa Mesopotamia. Maana ya neno Mesopotamia ni ardhi iliyoko katikati ya mito miwili. Umeshajua tunako kwenda. Kabla ya kuitwa Mesopotamia iliitwa Uru wa Ukaldayo. Hapa alitoka baba wa imani aliyeitwa nani? Ibrahim. Lakini kabla ya kuitwa Uru wa Ukaldayo iliitwa bustani ya Edeni. Katikati ya bustani ya Edeni ilipita mito miwili, mto Frate na mto Tigris. Lakini hii Mesopotamia alikaa nabii ambaye hakujulikana mwanzo wake mpaka mwisho wake, aliitwa Melkizedeki. Leo inawezekana wamekubadilisha majina sana. Wanakuita mhuni, wanakuita mkorofi, lakini Mungu akikuangalia anaiona bustani ya Edeni ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wamekuchafua sana, lakini Mungu akikuangalia anaona wewe una thamani ya Uru wa Ukaldayo. Ndani yako watatoka watumishi wa Bwana. Inawezekana unajiona huna thamani, dunia imekuchafua, lakini Mungu akikuangalia anakuona wewe ni Mesopotamia. Katikati pembeni upo mto Tigris, huku kulia upo mto Frate. Mibaraka inamiminika ndani yako. Kwa hiyo acha dunia ikutikise inavyokutikisa, lakini thamani ya bustani ya Edeni leo inaitwa Iraki. Nikitaja neno Iraki, kinachokuja katika vichwa vyetu ni mabomu, ni vita, ni machafuko, lakini mule ilikuwepo bustani ya Bwana. Mule alitoka mtu wa Mungu aliyeitwa Ibrahim. Mule alitoka mtu wa Mungu aliyeitwa Melkizedeki. Kuna mtu alikuwa anaandika hajanisikia vizuri, kuna Iraki, kuna Babeli, kuna Ashuru, kuna Mesopotamia, kuna Uru wa Ukaldayo, alafu kuna bustani ya Edeni. Thamani yako Mungu ndiye anayefahamu. Bwana Yesu asifiwe. Thamani yako Mungu ndiye anayefahamu. Sasa mwaka wa 722 kabla ya Kristo, hawa Waashuru waliwavamia Wayahudi wakiwa chini ya mfalme wao aliyekuwa anaitwa Artashasta. Wakawavamia Wayahudi, wakawapiga na wakawaua watu wengi sana. Kati ya watu waliokufa ni familia ya Yona. Mke wake na watoto wake wote walikufa. Mwaka wa 722. Miaka miwili baadaye Mungu anamwambia nenda Ninawi ukawaambie watu wale habari zangu. Waswali, wewe ungeenda? Usingeenda Hata mimi nisingeenda. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Kitabu cha Yona hakijaandikwa kwa ajili ya watu wa Ninawi. Kitabu cha Yona kimeandikwa kwa ajili ya Yona. Kama umenielewa, si unipungie mkono. Mungu anamtafuta Yona, hana shida na watu wa Ninawi. Kule alishamaliza kazi yake.
ila kuna mtu ana mambo yake yameshikilia moyoni, anamtafuta. Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta. Kama ulikuwa hujajua, somo la leo linasemaje? Linasema Mungu anakutafuta wewe ambaye una mambo yako na hutaki kufanya kazi yake. Ana shida na wewe tu. Mungu alikuwa na uwezo wa kuinua nabii mwingine aende Ninawi, lakini shida ya Mungu ilikuwa ni Yona. Yona anakataa kwenda. Sura ya 3 mstari wa 1 na wa 10 anatubu. Sura ya 4 Yona anakwenda. Yona anakwenda Ninawi, na kama nilivyosema, kazi ya Mungu Ninawi ilikuwa imeshakwisha. Na just for the record, Ninawi ndiyo sehemu pekee katika Biblia ambayo watu wengi waliokoka. Petro alihubiri, watu 3,000. Nuhu alijenga safina miaka 120, watu 8. Yona siku 40, watu 120,000. Hivi hii kazi alifanya Yona? Jamani, nauliza, hii kazi alifanya Yona? Hii kazi ya kufanya Yona ilikuwa imeshakwisha, ila alikuwa anamtaka mtu wake akamtumie kama kielelezo kwa watu ambao ameapa hata wafikia. Sasa somo la mchana huu wa leo liko katika sura ya 9, sura ya 4 fungu la 9. Baada ya Yona kuhubiri, Yona kwa sababu moyo wake una kinyongo, Yona akatoka nje ya mji wa Ninawi akaenda kukaa mahali. Target ya Yona ni kuona Ninawi ikifanyaje? Ikiangamia. Target ya Yona ni kuiona Ninawi moto ukiwaka kama ulivyowaka Sodoma na Gomora. Target ya Yona ni kuona Mungu akiwashughulikia watu ambao waliua familia yake. Kwa hiyo amekaa na amejitengenezea kibanda ili aone Mungu akishughulikia Ninawi. Kuna mtu mmoja yuko hapa ndani asubuhi hii ya leo, ana hasira moyoni na amekuja kumwomba Mungu msamaha, lakini ile hasira yake anataka Mungu ashughulikie yule mtu. Moyo wako umeumia, umekuja hapa, lakini moyoni mwako kuna kitu kinakuambia Bwana atashusha moto kwa yule mtu. Wewe ni nani rafiki yangu umpangie huyu Mungu? Wewe ni nani umpe maelekezo Mungu ya kushusha moto kwa mtu ambaye amekuudhi? Wewe ni nani? Yona akauona mji hauangamii, akachukia sana. Na upepo wa hari ulipokuwa mkali, kibanda cha Yona alichokitengeneza kikabebwa na upepo. Mungu akaandaa tena mazingira mengine kwa Yona. Alimwandalia samaki hapa tena Mungu akaotesha mmea unaitwa mtango. Haya matunda tunayosema hivi, matango ni matunda au ni nini? Lakini mmea unaozaa matango unaitwa mtango, unatambaa kama mpasheni. Kwa hiyo Mungu akaotesha mtango ukawa juu ya mahali alipokaa Yona, wakati anasubiri Ninawi iungue moto, huku Mungu anamoteshea mtango ili asiungue jua. Kwa hiyo amekaa chini ya mtango ambao Mungu ameuotesha, lakini anasubiri watu wa Mungu wafanyeje? Waangamie. Leo una afya njema, uko hapa, huo ni mtango. Unakaa nyumbani kwako, huo ni mtango. Biashara zako zinaenda, huo ni mtango. Lakini kuna mtu hutamani asogee hata hatua moja pale alipo. My friend, alichokifanya Mungu, kesho yake asubuhi anasema akaja mdudu anaitwa buu, akaula ule mtango. Anasema lakini siku ya pili kulipopambazuka, Mungu akaweka tayari buu, nalo likautafuna ule mtango ukakatika. Yona akakasirika zaidi. Na ndipo anamwambia Mungu kwamba ni afadhali nifanyeje? Afadhali nife.
zimefika mahali unasema afadhali nifanyeje? Nife. Mungu anamwambia Yona, kati ya mimi niliyekuoteshea mtango na wewe ambaye mtango huu hujui uliotaje ukakauka vipi, ni nani anapaswa kukasirika? Mimi mwenye mtango ambaye buu amekuja akala mtango huu, na wewe ambaye ulikuwa unapata kivuli cha huu mtango, ni nani anapaswa kukasirika? Asubuhi ya leo, ni nani anapaswa kukasirika? Mungu anakutafuta wewe ambaye umekasirika. Mungu anakutafuta binti ambaye kuna kijana alikuacha na mpaka leo umekasirika. Kijana yule amepata mchumba mwingine, umekasirika. Wamefanya engagement, umekasirika. Wamefunga ndoa, umekasirika. Wana watoto, umekasirika. Unamsubiri Mungu afanye jambo juu ya kijana yule. Mungu anakutafuta wewe. Mungu anakutafuta wewe. Asubuhi ya leo umekaa humu ndani, unajua kabisa kuna mtu maisha yake yameharibika na wewe ni sababu. Na unakuja kumwambia Mungu akusamehe. Lakini mtu yule humtakii mema, hutaki maendeleo yoyote juu yake. Mungu anakutafuta wewe. Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta wewe ambaye unampangia Mungu cha kufanya. Unampangia Mungu cha kufanya juu ya wanadamu wake aliowaumba yeye, na anayejua mwanzo wao mpaka mwisho wao. Na umekasirika na una hasira juu yao. Mungu anakutafuta. Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta wewe ambaye unataka afanye kazi namna unavyotaka wewe na sio afanye kwa mapenzi yake. Mungu anakutafuta asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta wewe mama na wewe baba ambaye ndoa yenu imefikia mpaka hatua ya talaka. Na hasira yako ni kwamba Mungu amfanyie jambo yule mume. Mungu amfanyie jambo yule mke kwa sababu ya talaka hiyo. Na Mungu naye amenyamaza, anakuangalia, anakuambia, je, wafanya vyema kukasirika? Je, wafanya vyema kukasirika? Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta wewe ambaye hasira yako imekuondoa juu ya uwepo wake. Badala ya kwenda Ninawi, umekwenda Tarashishi, umeshuka katika mji wa Jopa, umepanda katika merikebu, umeenda chumba cha chini, umelala. Unajua hawa ni akina nani? Ni watu wale ambao wakati mwingine wanasimama wanasema, nilikasirika mpaka nikatamani kuondoa ushirika wangu. Nilikasirika mpaka nikaacha kuja kanisani. Nilikasirika na sitatoa magoli mnayonipangia. Nilikasirika na siko tayari kufanya kazi ya Bwana. Mungu anakutafuta. Mungu anakutafuta. Asubuhi ya leo Mungu anakutafuta wewe ambaye hasira yako imekufanya uache kutubu na uingie katika maombi ya kuwaombea wengine laana. Mungu anakutafuta. Yona anakasirika, anamwambia Mungu, ndio natenda vyema kukasirika hata kufa. Asubuhi ya leo nitoe wito kwa kila aliyesikia sauti hii. Mungu anakutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakutafuta. Mungu anakutafuta urudi ufanye kazi yake. Mungu anakutafuta uachilie zile hasira. Achilia kabisa. Waache wale. Mungu ndiye anayejua, sio wewe. Inawezekana ukasema, Tunzo, huelewi, huwezi kujua machungu niliyopitia. Baba yangu alinikataa, nilisomeshwa na wafadhili. Sawa. Lakini baba yako huyo, siku Yesu atakaporudi,
anaweza akaamka katikati ya watakatifu watakaoingia katika malango ya mbinguni. Wewe ni nani umshikilie mpaka leo? Mungu anakutafuta wewe ambaye biashara zako zimeharibika kabisa, na mtu huyo aliyeziharibu yuko humu ndani anasikia haya maneno, na unamwona kabisa mahali alipokaa, na bado moyo wako ni kwamba Mungu atashusha moto juu yake. Moto haushuki, mambo yake yanakwenda, miaka inakwenda, afya ni njema. Mungu anakutafuta wewe. Wimbo namba 69 unasema, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sijui hasira yako ni nini asubuhi hii ya leo, lakini Mungu anajua tuna hasira, anajua. Lakini anachosema ni kwamba anakutafuta wewe utoke katika hasira yako uje ufanye kazi yake. Sabato ijayo tutakuwa na ubatizo hapa katika kuhitimisha effort ya siku 31, effort ya redio. Tutakuwa na ubatizo. Ni nani ambaye ana hasira amezishikilia sana, na asubuhi ya leo hakujua kama Yona ndiye aliyekuwa anatafutwa, sio watu wa Ninawi? Mungu alishamalizana na watu wa Ninawi, Yona ndiye aliyekuwa anatafutwa. Ni nani asubuhi ya leo anasema, Bwana unisaidie, ziko nyakati nimekasirika kwa sababu ya watu wako, ziko nyakati nimeomba mabaya yawapate watu wako, huku mimi nikijitahidi kusogea katika msalaba wako, kumbe nilikuwa sifanyi vyema. Na kwa kusikia maneno haya, mtu huyu anasema, niko tayari kuachilia, maana kazi hii ni ya Bwana. Niko tayari kuachilia ili uhusiano wangu na Mungu uweze kurudi, na utakaporudi niweze kufanya kazi yake. Utakaporudi nikawe wakili mwema. Utakaporudi niweze kuwasamehe na wengine. Utakaporudi nikawe mtumishi mwema wa kazi yake. Kama kuna mtu mmoja anasema hivyo asubuhi ya leo, si usimame pamoja nami tunapoimba wimbo namba 69, cha kutumaini sina. Wakati tunaimba wimbo huu, ni waombe wale wote wanaokwenda kubatizwa sabato iliyopita watasogea hapa mbele, na wale ambao wanatamani kuungana na kundi hilo linalokwenda kubatizwa pia watakuja hapa mbele. Si mtaalamu wa kutoa wito, lakini itoshe kusema tutakuwa na ubatizo. Wanaokwenda kubatizwa wakati tunaimba karibuni hapa mbele, wazee wawapokee, na wale ambao hata hujaonana, hujaja hapa bado, karibia hapa mbele tunapoimba wimbo huu. Bwana awabariki sana.